Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 na kukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho, nasema karibu. Habari zetu zitaanzia na huko Ijwi ambako ni idadi ya watu 21 sasa ndio wamesadikika kufa na wengine 23 wameponea chupuchupu wakilazwa kwenye vituo mbalimbali. Hivi ni baada ya boti moja kuzama ndani ya ziwa Kivu ambako pia visa vingi vya kibiashara viliweza kuzama. Taarifa tunazo ni kwamba yote yametokea pale ambapo boti ilikuwa inatokea kwenye soko kula Ijwi, hivyo upepo mkali uliwakabili mpaka kuzamisha boti hiyo iliyopelekea maafa mengi, kama alivyohakikisha hapa Sariki Jiji, kiongozi wa shirika la raia pa Minova. Kuhusu ile naufraji ambayo ilifanyika kunani kulaki Kivu, kulikufa na watu 23 wameweza kuokolewa, wanapatikana kwenye vituo vya afya huko Mbinga Noro, zaidi Nyabibwe, Bujuki na Makengere. Donc Mutumbu ilitoka Ijwi kwenye soko ya Sakiro kwenda Makengere, Ijwi Nord kwenda Makengere ndani ya groupement Mbinga Sud, na kisa ya kuzama ilikuwa pepo mkali, zaruba, na walikuwa wakibeba mizigo ambayo waliweza kurangura kwenye soko la Sakiro. Hiyo ilisababisha kuzama. Bila ya waliokolewa ni 23 na ikiwa bila provisoire, sababu utafiti inaendelea kwenye ziwa Kivu. Waliokufa ni 21 ama 21 person ndio walifariki, na mili inaendelea kulopolewa kwenye ziwa Kivu huko Makengere na ndani ya Grand Lake ya Makengere na Ijwi. Ni watu kutoka sehemu mbalimbali, lakini zaidi walikuwa wakitoka Makengere, Mukwija, Nyabibwe, ndani ya village Kabulo Pre na ndani ya village Bubale. Hata hivyo Sadiki Jiji ametoa hapa mapendekezo juu ya kupiganisha aliyo. Solution ni kwamba utiaji wa bote za mbao na kupata bato, sababu bato zinakuwa na assurance zaidi kuliko mitumbo ya mbao, sababu noyade zimeweza kuripotiwa nyingi sana kwa mwaka huu na watu wengi wameweza kupoteza maisha, na ijapo ahadi za kupata bato 4 ziliweza katolewa wakati ya noyade tena ya Mukwija 2019, lakini mpaka leo bato hazijafika bado. Wahanga ambao wameokolewa wanakuwa kwenye vituo vya afya, hawajapata msaada yote kutoka kwa watu wa moyo mwema, wanaachiliwa kabisa. Kwetu ni kuomba hiyo ahadi ya bato 4 iweze kufika na iweze kufanya ukingo wa raia kwenye ziwa Kivu. Pia tunaomba watu wa moyo mwema na shirika za kiutu kujia msaada watu waasiriwa hao ambao wameweza kuwa kwenye ziwa Kivu, zaidi kuwalipia matunzo na kuwasaidia, sababu wamepoteza vitu vyote. Na huko Uvira ni kwamba mashirika ya kiraia katika mji wa Uvira yanaandaa maandamano ya kuketi au sit-in kwenye ofisi za mashirika ya kiutu ambayo yaheshimu sheria nchi ya kuajiri 60% ya wafanyakazi wa mahali. Mpango huo huenda kuanzishwa wiki ijayo endapo suluhisho litapatikana kwa haraka. Kwake Fredi Mudeba, mratibu makamu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo Ilipa Uvira, ameambia TV yako kuwa hatua hiyo imechukuliwa baada ya kuonekana uonevu kwa upande wa baadhi ya mashirika ya kiutu ambayo yanaajiri wengi kutoka sehemu za mbali. Niliandikaga barua maoni za mitoa watu Bukavu na zikabaleta huku Baraka na huku Uvira na watu yao, na alors ndio dossier inapamba moto kabisa. Unaweza sikia entre kesho ama kesho yake prepare une grande réunion avec les intellectuels ya Uvira, après itakuwa Baraka pour que tukuze maoni zenye hasa zikonforme wale kadri ya main d'œuvre local na zenye ziko zinaleta mamezo kutoka Mabukavu, Magoma ya yote. Sasa l'actualité yenye iko leo. Wakati mnafikiria hile, je, sheria ya nchi inakataza mkongomani kutumika sehemu zingine za Kongo bodo? Oui,
sheria inaruhusu vile, pia ina reconnaître main d'œuvre locale à 60%. Pour ça il faut bakuwe representer mwa ile kazi. Tadi wenyewe tuko tunafanya ni haki. Ndio haitaleta humanitaire mwenyewe atajikonforme kwa sheria ya nchi na ndio mwenyewe hakutakuwa tatizo. Kwa ule yeyote mwenyewe ataona ya kwamba tunamlemea atakunja miraka. Ndio kuko makaa zenye ziko repertorie notamment CD, notamment AFI, notamment Macaritas, MHDS, MCU, Matia Found na zingine ziko tuko deja na base de données ya maanani yenye tutaenda nayo. Katika siku za usoni tunapanga kufanya ma-sit-in kabisa kwa kila organization ambayo yenye itaanguka mwa ile mtego wala mwa ile tatizo yenye sisi tuliona kile tatizo. Autorité urbaine tuliandikiaga ministre provincial wa affaires humanitaires, mais jusque là haya réagir na tukareserve copie kwa gouverneur de province, tukareserve copie kwa maire de la ville na kadhalika. Message yenye naweza kuambia Bajene Uvira na Baraka tulamuke ili tujitetee, na sisi tumesoma kama vile wengine. Tumesoma kama vile wajene wa Bukavu, wa Goma, wa Kisangani, wa Kinshasa, wa Lubumbashi, wa Kalemi na kadhalika. Na tulamuke ili tujitetee. Maorganisation Matbel, masociation locale za Uvira Baraka tulamuke tujitetee kwa sababu haina maana watu wako wanatoka fasi zingine puki wako wanakia execute maprojet hapa. Pourtant que sisi hapa tumesoma kama vile wengine, tunapesa kama vile wengine, tuna elimu kama vile wengine, kwa sababu ya juu ya nini sisi wako wanatuonelea. Ndio maana tulisema tushimame ili tujitetee, kwa sababu tumekosa wa kututetea. Na huko Baraka ni kwamba wakuu wa mitaa, wawakilishi wa huduma za serikali pamoja na tabaka zingine za watu walishiriki katika warsha ya uhamasishaji kuhusu ujumuishaji wa urekebishaji wa kijamii RBC kwa Kifaransa katika mipango ya bajeti za sekta mbalimbali. Warsha hiyo iliandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la JEPAD kwa kushirikiana na mtaa wa afya wa Fizi, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa programu ya maisha kwa wote. Tabaka hizo za watu walijumuika kwa pamoja kwenye ukumbi wa Mama Nyashinde mjini Baraka, huku kila mmoja akitoa maoni yake kuhusu kazi za JEPAD na namna anavyochangia katika utekelezwaji wa mradi wa maisha kwa wote, Ma Vie pour tous kwa Kifaransa. Lengo kuu ikiwa ni kuimarisha mifumo ya kurumisha programu hiyo kwa muda mrefu kupitia ushirikiano wa wadau wa ndani. Katika neno lake la ufunguzi, meya kwa muda wa mji wa Baraka Busemene Wilonja Lambert amewataka wadau wote kuunga mkono mradi huu, huku akisisitiza umuhimu wa mpango huu katika kuboresha maisha ya watu wote, hasa watoto wanaoishi na ulemavu. Tunakutana hapa Baraka kwa ajili ya kupanga mambo mbalimbali kuhusu projet ya JEPAD. Wakati tunapokutana tunategemea kwamba mchango wa kila mmoja unatakiwa, na kila mmoja ajiimplike convenablement kwa kutoa mawazo na kuelekeza ili jambo ambapo tunategemea kulipata, yaani maendeleo ya jiji kupitia JEPAD, yatekelezwe. Chef de l'Etat anajiimplike kwa maendeleo ya nchi, ijapo nchi yetu inapatikana katika hali sitofahamu kufuatana na uvamizi wa nchi. Yeye anajikaza na anafanya ile kazi kuliko mambo ya kwenda vizuri. Na sisi tuko hapa Baraka, tungependa sote tuambatane katika mawazo ya Chef de l'Etat ili masuala ya amani na maendeleo yazidi kuwa kama kipaumbele. Upande wake Bwana Mbuto Etabironje ausikae na mipango kwenye shirika la JEPAD ameanza kwanza kuonyesha lengo la wao kukusanya tabaka hizo za watu. Ndio hapa tulikuwa na mkutano ambao ulikuwa unajumuisha maparti prenante yote ambayo inahusika katika mradi wa maisha kwa wote au RBC Vie pour tous, na ile ni mukadri ya redevabilite communautaire. Kila wakati tunapotumika makazi mwanzo na mwisho wa mwaka tunaita makomite ya pilotage, tunaivalue yenye ilifanyika na yenye kufanyika, tunaetudie cause ni zipi na namna gani tunaweza améliorer. RBC Vie pour tous c'est un projet qui est durable na ambayo sisi kama JEPAD tunaandaa gouvernement ya Congo à travers mairie ya Baraka pamoja na maparti prenante kuja approprier programme ya RBC Vie pour tous 2026. Nous sommes fixés comme objectif ni transfert ya makompetence kutoka kwa JEPAD kuelekea
Meria Baraka pamoja na maparti prenante ingine waje approprier hii programme kuikamata kama vile ni programme yao, sio ya AGEPAD, porque année ya exit 2027 wao wenyewe bao na ile kapasite ya kujere programme ya RBC Vie pour tous ambayo inashughulikia watoto na vijana wanaokuwa na ulemavu kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 17. Vilevile upande wa ofisi ya mtaa wa afya wa Fizi imesema kuwa shirika la AGEPAD linafanya kazi kubwa kwa kuwa katika miaka ya nyuma ilikuwa ni vigumu kwa watu wenye kuwa na ulemavu kupata huduma za matibabu kwa urahisi kwa kuwa walikuwa wakisafiri umbali mrefu na kutumia pesa nyingi. Wakati tuliishi hapa Baraka miaka iliyopita bila presence ya AGEPAD, watu walikuwa wakitoka hapa walemavu wanaenda Bukavu, wale wenyewe wako na mamwaye wanaenda Uvira, wanaenda Bujumbura. Vraiment ilikuwa shida sana. Kwa sasa tuko na AGEPAD hapa, vraiment anakamata en charge batoto yetu. Vraiment tunashukuru AGEPAD kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kufanya. Tutalomba sisi wote tusutenire hii shirika ya AGEPAD. Na hii projet ni projet yetu sisi wote. Haiko AGEPAD tu. Tuko tunasema AGEPAD paske yeye ndio tuko tunaona, lakini ni shirika yetu sisi wote. Tujikaze, tusaidiane purke hii shirika tuisogeze mbele. Naye Sombo Bitangacha Lolokaka, mkuu kiongozi makamu wa jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili, amesema kuwa watu wote wana haki ya elimu bila ubaguzi wa jinsia, dini wala hata ulemavu. AGEPAD kadiri walivyoongea walianza kama vile association, leo wanaenda wanakomala. AGEPAD kweli inatufanyizia vitu vya muhimu, kwani inaenda jibia mojawapo ambayo tunaprone kwa leo, education inclusive, yani watu wote wana haki ya elimu, akiwa mtoto mzima, akiwa mtoto ambaye anaishi na upungufu. Kwetu muedikasyon hatusemi tena enfant vivant avec handicap, mais tunaanza sema enfant vivant avec deficience. Vile pastori ya Kotebia Etaubo, mmoja kati wanakamati ya sapoti na ufuatiliaji, ameonyesha mambo anayoyafanya kwa ajili ya mradi wa maisha kwa wote unaotekelezwa na shirika la AGEPAD. 2025 ndio tulianza kazi ya komite de pilotage. Komite de pilotage ilikuwa na kazi mbili kubwa: sensibilisation na mobilisation. Tulianza kusensibilize batu mu makartier. Tuliona strategia kwanza, sie tunapewa kazi. Ile kazi yenye tunapewa ifo tuianze kubazi, sababu batu abajue manufaa ya AGEPAD. Tukaanza kuunda ma komite de base, tuanza Kandali hadi Katanga. Kila kartier ilijua manufaa ya AGEPAD. Hata hivyo, Bwana Kyalondagwa Mupenda de Baba, kiongozi wa watu wenye kuwa na ulemavu mjini Baraka, ameomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kuwashirikisha katika kazi mbalimbali. Tunajua sisi walemavu tunapitia matatizo ya mingi, na mojawapo ile ya kuwekwa kando na makundi mengine, lakini tuko na matalaza mingi zenye tunajua. Tuendelee kuwa pamoja na watu ambao wanaishi na ulemavu kwa kila kitengo ile bila ubaguzi. Itakuwa jambo nzuri sana. Tukamate hii muradi na mikono mbili juu, ni muradi ya kudumu. Haiko sawa na ingine miradi yenye tulishaka zoea, inakuya apre miezi 2, 3, 6 inaisha. Tuwafahamishe kuwa tayari kituo kikubwa cha matibabu ya watu wenye kuwa na ulemavu kimejengwa katika eneo la Kandali. Mradi maisha kwa wote unatekelezwa katika eneo 6 za afya mjini Baraka na tarafani Fizi, nalo shirika la AGEPAD kwa ushirikiano na mtaa wa afya wa Fizi. Msikilizaji, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa tahariri ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini ambao uliendelea kurufuata vilivyo na kutupa muda wako. Hii ni Fizi 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.